Yesu, tuko hapa. Yesu, tuko hapa. Yesu, tuko hapa. Tuko hapa kwa ajili yako. Tuko hapa kwa ajili yako. Yesu, Yesu, tuko hapa. Yesu, Baba we, tuko hapa. Yesu, Yesu, tuko hapa. Tuko hapa kwa ajili yako. Tuko hapa kwa ajili yako. Yesu, tuko hapa. Yesu, tuko hapa. Yesu, tuko hapa. Tuko hapa kwa ajili yako. Yesu, tuko hapa kwa ajili yako. Yesu, tuko hapa. Yesu, tuko hapa. Yesu, tuko hapa. Tuko hapa kwa ajili yako. Tuko hapa kwa ajili yako. Jehova, ninakuita hapa. Watu wako wamekuja hapa kwa ajili yako, si kwa ajili ya mtu, si kwa ajili ya mtume, si kwa ajili ya mchungaji, si kwa ajili ya mwinjilisti, si kwa ajili ya yeyote aliyeko hapa, si kwa ajili ya chochote kilichoko hapa, lakini watu wako hapa. Watu wako wako hapa Yesu, kwa ajili yako. Ninauliza baraka za Ibrahim, baraka za Isaka na Yakobo, zilete roho na mafuta ya kufundishwa na kufundishika. Mafundisho Bwana Yesu, kufundisha watu wako. Karibu ugange mioyo yao, karibu ufariji mioyo yao, karibu uinue mioyo yao, karibu uguse mioyo yao, karibu uguse maisha yao, karibu uguse fahamu zao, karibu uguse mioyo yao, katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, nataka nianze na part 1. Leo ni siku ya Abrahamic Anointing in Cross Border Star, lakini nataka nianze na part 1, na hii ni partnership. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama ubia. Hallelujah. Amen. Partnership. Ukienda kwenye ulimwengu wa uchumi na biashara, partnership ni biashara au kazi inayoingiza mapato ambayo inafanywa na watu zaidi ya wawili. Kwa kawaida partnership, watu waliosoma uhasibu, partnership inakuwa ina watu kuanzia wangapi? Mwisho watu wangapi kwenye partnership? Watu 100. Watu wawili. Partnership watu wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri hiyo ndio inaanza na watu wawili. Kwa hiyo watu wanaweza wakaingia kwenye partnership kwa ajili ya biashara, na wanafanya vile, lengo kubwa ni kupunguza matumizi makubwa kumwegemea mtu mmoja. Wanasaidia sana. Ukiwa kwenye biashara, mtu mwingine ukafanya naye partnership, lengo kubwa ni ili yale matumizi yagawanywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini zile risk za biashara, kwa sababu biashara ina risk, ina nini? Ina risk, si ndio? Kwa zile risk za biashara pia ziwe divisible
kwa watu wawili, kwa sababu wameshare capital, wameshare mtaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaweza kwa wawili mpaka kuendelea. Kwa hiyo kwa sababu wameshare mtaji, ili kusudi zile riski za biashara ziweze kuwa divisible kwa watu wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Au zaidi. Riski za biashara ni zipi? Unaweza ukaanza kufuga kuku leo, amina. Umechukua milioni 5 benki, au umekopa vikoba milioni 5 ukasema acha niingize kwenye mtaji wa kuku. Ukaanza kufuga kuku, ukanunua vifaranga, ukajenga mabanda. Siku moja kuku wakala chakula ambacho umemix vibaya ama dawa, vifaranga ukalala usiku. Wakati unaamka asubuhi, ukakuta banda la milioni 5, vifaranga vyote vimekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Au siafu wameingia, wamekula vifaranga, wameng'ata, vimekufa. Kwa hiyo kama wakiwa wawili, maana yake ile risk, kwa sababu ulikuwa ni mtaji wa milioni 5, inawezekana huyu alicontribute milioni 2.5 na huyu akacontribute milioni 2.5. Kwa hiyo wakati wameanza, kwa sababu ni wawili, zile athari ambazo zinaweza kutokea wakati wanaendelea na biashara wanazigawana wawili. Kwa hiyo wakizigawana wawili, maana yake ni kwamba ule mzigo hautamwelemea mwingine sana. Sio kama unanielewa nikisema hivi? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ule mzigo hautamwelemea mwingine sana. Mungu ndiye namba 1 aliyeanzisha partnership. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kazi yoyote ile njema ya kimungu ambayo mtu anaweza akasimama peke yake. Kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 10. Kitabu kile cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 10. Hakuna kazi yoyote ile njema ambayo mtu anaweza akasimama peke yake kuifanya. Mhubiri anasema nini? Kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 10. Na hii ndio maana maandiko yanazungumza pia kuhusu kanisa la kwanza. Nitakufundisha. Kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 10. Maandiko yanasema, mstari wa 9. Maandiko yanasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana watapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Wacha turudie tena mstari wa 9. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake yeye aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Yesu wakati anahubiri injili alikuwa na wafuasi wengi, lakini alichagua wanafunzi 12, tena sana, disciples. 12 disciples. Wale ndio Yesu akawa anaambatana nao. Wale ndio Yesu akawa anafuatana nao. Maana kwenye kazi ya injili wale 12, kuna mmoja ni mshika mikoba, Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna mwingine ni jemedari, haogopi, ana ujasiri, Petro. Alipoona Yesu anapita juu ya maji akamwambia, Bwana, na mimi kama utaniruhusu, hebu niruhusu na mimi nije nikitembea juu ya maji kama wewe. Yesu akamwambia Petro, njoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wakati wamekuja kutekwa na wale wanajeshi ambao walikuwa wanamtafuta Yesu kumkamata, Petro akamwambia, Bwana, ninazo panga 2 hapa, naweza kutumia panga zangu. Wakati anamwambia vile Bwana Yesu, pale akaenda mmoja akamkata sikio. Kwa hiyo alikuwa Petro kama mwamba. Unajua ndio maana Yesu Kristo alimpenda Petro. Haleluya. Amen. Akamwambia Petro, sikia, wewe ni mwamba, na juu yako mwamba Petro nitalijenga kanisa, na malango ya kuzimu hayatalitikisa, kwa sababu Petro ni imara. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana ukawa legelege, lakini Mungu akikupa partner, atakupa partner, strong partner, ambaye atakuwa ni mwamba imara. Wakija majeshi ya giza na Farao, wakija watu wa giza kwa kutafuta, anakuambia Bwana, ninazo panga 2 naweza kutumia kwa ajili ya usiku wetu. Amen. Haleluya. Amen. Amejeni yako heri ya wawili kuliko mmoja. Heri ya wawili kuliko mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana Yesu Kristo wakati anaondoka duniani, jambo alilosisitiza kati ya mambo ya muhimu, alisisitiza umoja wa roho. Umoja wa roho. Umoja
Umoja wa roho ni msingi wa ustawi wa watu, wa vitu, wa taasisi, wa familia, wa kazi, wa biashara, wa kanisa. Ukiona kanisa halistawi, maana yake halina umoja wa roho. Ukiona familia haistawi, maana yake familia haina umoja wa roho. Yesu akasema iweni na nia ile ile. Iweni na nia ile ile kama iliyokuwa ndani ya nani? Ya Yesu. Muwe na moyo mmoja, muwe na roho moja, na nia moja. Ukuta familia haina roho moja, haina moyo mmoja, haina nia moja. Mama hajui mshahara wa baba. Kwanza hajui mwisho wa mwezi wa baba ni tarehe ngapi. Baba kutoka kazini anazihesabia huko. Amen. Amen. Alafu naambia kwenye vikao vya wanaume tulishosema, mwanamke asijue unapata shilingi ngapi, ila ajue tu una hela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Familia hii itachelewa sana sana. Acha nikupe mfano. Unajua kwa nini kuna watumishi wengi wa serikali wanafanya kazi serikalini, wanaume wanakuta mwanamke hajaajiriwa serikalini, lakini wana struggle miaka mingi. Wakati baba anakuja kustaafu, pension ya kuja kula uzeeni, anaenda kujenga nyumba, anaenda kununua gari. Unajua kwa nini? Kwa sababu hela zake zilikuwa zake, hazikuwa za wote. Lakini walishaingia agano la ndoa. Kwa sababu wameingia agano la ndoa, Mungu anataka vitu vinavyotakiwa kufanyike kwenye ndoa vifanyike kiagano, maana kwa umoja. Kwa hiyo jamaa asipovileta mezani kwa sababu ni agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asipovileta mezani kwa sababu ni agano, Mungu alishaweka mipango ya kifamilia kwenye ndoa kwamba ifanyike kwa ajili ya ndoa, vitu vya wanandoa, kwa mfano mapato. Amina. Amen. Yafanyike pamoja ili waseti mambo watafanya nini. Kwa hiyo kwa sababu hiyo watu wao watashago sana kupata baraka. Ndio kwa nini? Kwa sababu partnership ambayo Mungu amewaweka nayo hajafanya kama Mungu alivyotaka wafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu alipokuwa na wanafunzi, disciples walikuwa na partner ambaye ni Jesus. Disciples, wanafunzi wa Yesu, walikuwa na partner ambaye ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa na ujasiri kwa sababu they have a partner. Wakati anatembea juu ya maji, Petro akamwona akasema, kwa sababu yuko juu ya maji yeye, na mimi pia naweza nikaenda juu ya maji. Ndio wawili kuliko mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu yeye anatembea juu ya maji na mimi nafikiri kwa sababu yeye ameweza, mimi nani nishindwe? Wanafunzi wa vyuo vikuu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanafunzi wa vyuo vikuu hapo. Kuna wanafunzi wa TIA hapa na wa IFM. Mnasikia? Unajua kwa nini chuo bila discussion haufanikiwi sana? Unaweza ukafanikiwa, lakini si sana kwa sababu Mungu alivyoseti mambo duniani kwenye kumiliki, hakuyaseti mambo watu wamiliki kichoyo. Akijifanya mchoyo anataka kusoma peke yake, afaulu. Kwa sababu kuna kitu anacho zaidi ulicho nacho. Hata kama umekamilika, lakini kuna mtu ana experience zaidi ya ulionayo. Hata kama uko vizuri, lakini kuna mtu ana exposure zaidi ya ulionayo. Hata kama una akili, lakini kuna mahali amewahi kwenda, hujawahi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alimwona Petro akasema, ujasiri wa Petro na utaka. Petro wewe ni mwamba, hapana kuliacha kanisa. Juu yako litajenga kanisa, nayo malango ya kuzima yatatikisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akina Filipo, akina Tomaso walikuwa ni wa muhimu kwa Yesu. Kwa nini? Walikuwa wanauliza maswali ambayo wengine wasingeuliza. Wangeogopa kumuuliza. Filipo anamuuliza yeye, anamwambia Yesu, tuoneshe baba tu inatutosha. Ukikufuata utapata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuoneshe baba. Yesu anasema jamani, nimetendea nini siku zote bado hamjui mimi ni baba yenu? Tunasema Bwana Yesu sawa baba, tuoneshe basi njia. Mimi njia ya kweli na uzima. Alikuwa anawataka kusudi wafungue ufahamu, wengine wajue, wengine hawayajui. Kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa nao kwenye kusanyiko, kwenye kundi, kwenye familia, they don't ask, hawaulizi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu ni wa muhimu.
Ndio maana hautakiwi hata siku moja kumdharau mtu, kumunderestimate mtu, kumweka mtu chini ya viwango, kwa sababu kila mtu Mungu amempa kitu ndani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Dalili za kanisa ambalo halitakuwa, mchungaji akiwaona wenye hela ndio wanawazingatia, alafu ambao hawana hela hawazingatii. Ukishaona mchungaji wa hivi, weka akilini mwako, mtafute baada ya miaka 20 utamkuta vile vile. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna watu wapo kanisani, inawezekana hawana pesa nyingi, lakini kuna roho zimo ndani yao. Amina. Kuna utii wamejaa. Amen. Kuna moyo wa utayari wamejaa. Amen. Kuna nguvu ya kujituma wamejaa. Amen. Wanaweza wakaja asubuhi wakadeki choo ya kanisa. Alafu wengine tukakuta imedekiwa na tujui nani kadeki. Haleluya. Amen. Wanaweza kuja wakapanga viti vya kanisa, alafu wengine tukakaa tujui nani kafanya nini? Kapanga. Kila mtu ni wa muhimu. Hata kwenye familia kila mtu ni wa muhimu. Utofauti tu ni kwamba umewaleaje. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Nisikize mwenye watoto. Hata watoto kwenye familia ni watu. Ni watu. Na ni wa muhimu. Utofauti ni kwamba umewaleaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama umemlea unamwonyesha kama mtoto wewe ni mjinga. Akitaka kushika kitu unamwambia acha. Ndio dunia ilivyotolea. Imetolea kutuonesha kwamba sisi hatuko sahihi. Acha, mbaya, chafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto analia unampiga tu makofi. Kabla hujampiga usimwambie wewe mtoto. Wafalme hawali hivyo. Unalia unapanua mdomo hivyo. Viongozi hawali hivyo. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanangu, watawala waga wali hivyo. Alafu sasa ndio umpe ile adhabu itaka kumpa. Mjinga mkubwa wewe. Unalia tu. Pia unaga akili uweze kujiongeza kidogo kwamba kuna wageni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nilikwambia hata watoto kwenye familia ni wa muhimu na ni watu. Tofauti ni kwamba umewaleaje na umeonyesha wao ni kina nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waonyeshe. Kama mtoto wako mtumishi wa Mungu, mfundishe, anza kumjengea misingi mapema. Unaona anaogopa mtihani mapema, unaona? Watumishi wa Mungu hawaogopi mitihani hivi. Kuna kina Elia. Walienda kupambana na watu 450. Watu 400. Yeye akiwa peke yake. Yes. Hakuogopa. Kashinda. Soma kwa bidii alafu nenda kwenye mtihani. Usiogope. Muoneshe kwamba yeye si mtu wa kawaida. Muoneshe yeye si level ya kawaida. Alafu uanze kutumia mawazo yake. Bwana usaidie sana. Amen. So, kila mtu ni wa muhimu. Bwana usaidie sana. Amina. Partnership. Umoja wa roho ni silaha kubwa ya maendeleo ya nyumba. Nyumba isiyo na umoja watachelewa sana. Wote wakiwa na moyo mmoja, baba, mama, mtoto, wote wanajua tukipata shida mtoto wako ajue. Haleluya. Mwanao ajue kabisa kwamba sisi hapa nyumbani tukipata shida, tukipata matatizo, hatuendi kwa waganga. Tukipata shida tunapiga magoti, tunaomba. Waonyeshe mtoto wako vitendo, piga magoti, omba, mwite Bwana. Wewe mtoto wako mnaenda kufanya mtihani, njoo, kaeni hapa chini, someni vitabu. Ukimaliza kusoma, waite, njoo, piga magoti, omba. Muombe Mungu, mwambie Mungu, nipe ufahamu, nipe akili. Roho Bwana nipe ufahamu, nipe akili, nipe maarifa. Alafu tutengeneza kizazi cha watu wanaojiamini. Bwana Yesu sasa. Amen. Bwana Yesu sasa. Amen. Wakati mwingine watoto tunawashushia level of confidence kulingana na namna tunavyowabring. Tunawashushia watoto level ya kujiamini kulingana na namna tunavyofanya nini? Tunavyowalea. Amezoea, anasikia mama yake anamwambia wewe ni mjinga. Waga ndio hivyo hivyo. Waga hauelewi. Akili yako waga ni nzito eti. Bwana Yesu sasa. Amen. Haleluya. Haimaanishi wasiwaonye watoto wao. Wawaonye. Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali, usinyime mtoto maana ukipiga kwa fimbo atakufa, bali unaiokoa nafsi yake na kuzimu. Bwana usaidie sana. Amen. Haimaanishi wasiwaonye, lakini hata kama wakiwaonya
muonye kama unamuonya mfalme. Nisikize, kila ambacho unataka mwanao awe, anza kukifanya mapema. Hata kama hajazaliwa, anza kukifanya akiwa tumwambie, mwanangu, wewe ni mfalme. Unajua umbeba kusudi. Unajua una nguvu. Unajua wewe ni jemedali. Akiwa ni binti, mwambie wewe ni lulu, wewe ni dhahabu, wewe ni kitu cha thamani. Ajue tangu akiwa mdogo. Mpaka anaingia sekondari ajue kwamba yeye ni lulu, ni kitu cha thamani, ni dhahabu. Lulu haishikishiki na watu. Mwanangu, wewe ni dhahabu. Anaenda form 1 form 2, mwambie wewe ni dhahabu. Wewe ni lulu. Lulu haipatikani kizembe mwanangu. Mwambie mtoto wako wa kike. Mwambie mtu kabla hajapata lulu lazima aingie baharini chini. Wewe ni lulu. Usiruhusu wavulana wakushike, wasikuguse, wasikusogelee. Wewe ni lulu. Wewe ni kitu cha thamani, kitu cha thamani hakishikwi, hakichezewi, kinaheshimiwa. Wakuheshimu mwanangu. Mwambie wakati bado yuko nyumbani. Bwana usaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Utatengeneza washauri. Niamini mimi. Utatengeneza washauri. Yaani kuna siku mtoto wako, kwa sababu ulivyomjenga, kuna siku atakaa, atakushauri, atakupangia mipango. Utasema yes, this is my son. Yes, this is my daughter. Atakupangia wewe, mama tungefanya 1 2 3. Tukafanya na hivi, tukafanya na hivi, tukafanya na hivi. Bwana usaidie sana. Amen. Sema ndio, huyu ni mwanangu. Heri wawili kuliko mmoja. Kwenye Injili, kwenye Injili, watu wa Mungu kwenye kanisa wakiamua kushikana mikono, wakasema tunakwenda pamoja, hakuna kitakachowarudisha nyuma. Amen. Kanisa la kwanza, kanisa Kwanza. Unajua zamani kulikuwa kuna makanisa, usio kachanganya. Hata kabla ya Yesu wajaja alikuta makanisa. Alikuta dini. Ndio maana siku moja nilikuwa nakufundisha nikakwambia kuna kitu kinaitwa kifungo cha dini. Kifungo cha dini ni hatari kuliko kifungo cha mapepo. Kabisa. Kifungo cha dini ni hatari kuliko kifungo cha giza. Kwa sababu kifungo cha dini kazi kinachofanya ni hichi hapa. Kuonesha kwamba wewe hapa ulipo unatakiwa kuwa hata kama hautapata msaada. Kana mtu mmoja anasema, kweli naona mafundisho. Kweli nasikia mafundisho. Naona shuhuda watu wanapona. Nikaona mwingine mtoto wake alipotea miaka 8 amerudi kwa maombi. Nikaona mwingine mtoto wake alikuwa Kigoma amepata shida na bleed masaa yote vitenge vinajaa. Maombi yakatumwa akapona. Mwana mwingine kansa amepona. Mwana mwingine amepona uti wa mgongo. Mwana mwingine wamesaidika 1 2 3. Lakini mimi changamoto, dini yangu nashindwa kuja dini. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kifungo cha dini ni hatari. Kwa sababu hata Yesu alipokuja aliwakuta wanadini wapo, na wanadini ndio wa kwanza kumsulubisha Yesu. Yesu alisulubishwa na wapagani ambao hawana dini. Yesu alisulubishwa na wanadini. Yesu alisulubishwa na wanadini. Kwa kifungo cha dini hatari sana. Amen. Amen. Yesu alikuta dini, alizikuta makanisa aliyakuta. Kwa nini sema kanisa la kwanza? Simaanishi dini. Na maanisha kanisa la kwanza lilipoanzishwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtume Petro na wanafunzi wa Yesu walipokuwa wameketi, maandiko yanasema nini? Wakakaa pamoja. Roho wa Bwana akashuka, maana Yesu aliwaambia wasiondoke pale mpaka atakapokuja Patina, msaidizi wao. Patina kwa mambo roho ni Roho Mtakatifu. Wasiondoke pale mpaka atakapokuja Roho wa kweli ambaye atawasaidia kufanya yale ambayo walitakiwa kuyafanya, ambaye atawasaidia kuyafanya yale ambayo Yesu aliyafanya akiwa yupo. Akaingia ndani ya maandiko yanasema walikuwa wamekaa kwenye hekalu, zikatokea ndimi kama ndimi za moto uliogawanywa, ikamkalia kila mtu aliyekuwa kwenye lile hekalu. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. Petro, Roho wa Bwana kwa sababu ameshaingia ndani yake, akamfunulia mawazo ya wale watu. Petro akatoka nje akahubiri Injili. Kwa sababu anaye Roho Mtakatifu ndani yake. Hayuko peke yake. Amen. Akahubiri Injili ya kweli, akawaambia, sikieni enyi mataifa, sikieni habari hizi.
Maandiko yanasema siku hiyo wakaokoka siku moja watu 5,000 wanaume, watu 5,000 wanaume. Kwa hiyo wakati huo hawajahesabiwa wanawake, hawajahesabiwa watoto. Kwa hiyo kama tukiamua na wanawake wawe 5,000 na watoto wawe 5,000, watu zaidi ya 15,000 for example, wote wakaokoka wakampokea Yesu siku moja. Lakini wakati huo Petro na Yohana wamejaa nguvu nyingi. Hiyo Biblia inaita kanisa la ngapi? La kwanza. Kanisa la kwanza. Na maandiko yanasema hivi, kanisa la kwanza walikaa pamoja, wakania mamoja, lilijengwa kwenye misingi ya umoja. Mitume na manabii wakawafundisha kanisa umoja. Akina Paulo, akina Petro, akina Yohana, akina Filipo wakawafundisha kanisa umoja. Maandiko yanasema nini kuhusu umoja? Yanasema kila mtu hakuona kitu alichonacho kama ni chake mwenyewe, lakini wakaona mtu mwingine na vitu vingine kama alivyonacho kama ni vya sio, naelewa. Bwana Yesu sana. Hakuna mtu ambaye aliona mali yake kama ni yake peke yake. Hilo kanisa la kwanza. Hao walipita viwango vya umoja. Yes. Viwango vya umoja vilikuwa vimeenda sana. Lakini hata kwa hali yetu tu hii ya 2025, Yesu akupe umoja. Amen. Haleluya. Amen. Maana anasema hakuna hata mmoja aliyeona mali yake kwamba ni yake mwenyewe. Mitume wakahubiri injili kwa nguvu. Wakawa wanachanga michango, unasikia? Wakaipeleka miguuni kwa mitume. Anania alikuwa wa kwanza kufika kanisani. Safira alikuwa hajafika. Petro akamwambia, umeamua kumdanganya Roho Mtakatifu. Anania pale pale akadondoka, akafa. Sitaki kutisha, mimi sikutishi, lakini nakwambia tu kuhusu ambavyo Roho wa Mungu anazungumzia umuhimu wa umoja. Aliyekataa umoja, Anania na Safira walikufa. Kwa nini? Kanisa limeamua kuwa moja. Kwa nini wewe ukatae kuwa mmoja? Kanisa la kwanza limeamua kuwa wamoja. Kwa nini wewe ukatae kuwa mmoja wao? Kwa nini ukatae kuwa mmoja wao? Kwa nini ukatae? Wameamua kuwa wamoja. Anania na Safira wataki umoja. Bwana asaidie sana. Amen. Kanisa la kwanza likajaa nguvu mno kwa sababu lilijengwa kwenye misingi ya umoja. Kwenye misingi ya umoja. Kwenye misingi, ndio maana inaitwa usharika, misingi ya umoja. Yaani kanisa limejengwa kwenye misingi ya umoja. Familia ili ziwe imara zimejengwa kwenye misingi ya umoja. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kwa nini familia za Kiafrika nyingi zinabaki kuwa maskini? Hata kama wakitokea matajiri wawili au mmoja kwenye familia. Kwa sababu akitokea tajiri mmoja kwenye familia, hataki kutengeneza matajiri wengine. Anataka familia yote imwelemee yeye. Yeye sasa ndio awe the final say. Yeye ndio awe top manyota. Bwana asifiwe. Bibi akiugua, mpigie fulani wa Dar es Salaam. Wampigie simu. Mjomba akiugua, mpigie fulani wa Dar es Salaam. Wanampigia simu. Lakini unafikiria ingekuwaje kama familia ingekuwa hivi? Ametokea mmoja, Mungu amempa upenyo. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua ule upenyo akatengeneza kwenye familia. Najua ndugu, waga ni changamoto. Hata ukiwa na biashara, usiwaweke sana ndugu. Hautawafunga. Bwana asifiwe. Amen. Kimweka dukani auze, akawa anajilipa kama mshahara. Shanga, mbona faida zinapoputika zinaisha? Mbona mzigo unaisha na faida na hela haionekani? Ukija kuangalia kumbe waga anajitolea kwa elfu 50 kila wiki. Bwana asifiwe. Ukimfunga ukienda kwenu utazikuta, hawata kusalimia. Na yule ndugu alikuibia yeye. Akamfunga ndio kisa hela, vitu vya kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vya kupita. Kwa hiyo
Haimaanishi tu hivyo, lakini ninachotaka kukifanya, ninachotaka kumaanisha ni hapa. Ukiinuka, ujaribu na wengine nao wainuke. Ili walioinuka muwe wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msielemeane, muweze kusapotiana kupiga hatua. Kama kwenye familia, uko peke yako tu ambaye una hela, anza kuomba haya, mwambie Bwana, ninaomba familia yangu uiondolee roho ya maskini. Amen. Kwa sababu ukiwa peke yako watakulemea tu. Mwanadamu uchoka. Niamini tu. Mwanadamu uchoka. Watakulaumu sana. Sasa mwanadamu anachoka. Ada za wajomba, ada za dada, umeme, kodi, kingamuzi, maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiamua Mungu awabariki, mwe angalau wote mkabarikiwa. Unajua, ukiona kwenye familia umo peke yako, bado hiyo familia omba. Mwambie Bwana, kama ulivyonibariki na mimi, kiwango ulichonifikisha angalau na ndugu zangu wengine wafike hiki kiwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ili mkienda kwenu, mkisema tunataka kujenga nyumba, haichukui miaka. Kanisa la kwanza, Biblia inasema nini kuhusu kanisa la kwanza? Inasema baada ya kuwa na umoja, kilichotokea, hakukuweko hata mmoja kati yao aliyekuwa muhitaji. Manake baada ya umoja kwenye kanisa, hakukuwa hata mmoja kati yao aliyekuwa masikini. Hakukuwa hata mmoja aliyekuwa masikini, kwa sababu waliamua kujijenga kwenye misingi ya umoja, wakajikwamua kanisa lote. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwenye familia hakutakuwa na maskini kama tukiamua familia zetu, tukienda nyumbani. Nenda nyumbani, amua familia, yaambie familia, sisi haya ndio maono yetu. Kama familia yako haina maono, kwa jina la Yesu, unapoondoka hapa, enda kaandike maono. Andika miezi iliyobaki kadhaa. Mimi familia yangu ya kanisa, si mnaona? Si niliwaonesha? Niliandika maono mangapi mpaka kufika mwezi wa 12? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amkusoma? Soma. Haleluya. Amen. Niandika mambo zaidi ya 12, si ndio? Mpaka kufika mwezi. Kwa hiyo familia naionesha kanisa kwamba sisi mpaka kufikia mwezi wa 12 lazima tu tumefika hapa. Sasa umoja ni nini? Kanisa zima lazima liinuke liseme kama mtumishi wa Bwana alivyosema, lazima umwaka tufike pale. Lazima umwaka tufike pale. Lazima umwaka tufike pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niliwaambia lazima umwaka tutoke huko. Hata tutoshi kana toibisha. Au tusemeje? Au wakatoibisha. Niliwaambia siku moja, maono yako hivi. Maono ni kapu. Amen. Maono Ni kapu ulichobeba. Ndio maana ukiwa na maono yanayolingana na pesa yako, Zablo, ukiwa na maono yanayolingana na level yako ya elimu, sasa unasoma nini? Degree, yani degree ya wasibu. Ukiwa na maono yanayoendana na usomi wako wa kusoma degree, huko mwaka ngapi? Mwaka wa mwisho. Mwaka wa kwanza. Ukiwa na maono yanayolingana na degree yako ya uhasibu ya mwaka wa kwanza, Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo si maono ya Mungu. Hayo ni malengo yako. Maono yako hivi. Yusufu akatokewa katika ndoto. Akaona miganda inainama chini ya mganda wake. Ndugu zake akamwambia hivi, sisi ndugu zako hatuwezi kukusujudu wewe, mtoto mdogo. Kwa hasira kila siku unaota ndoto. Baba ndoto wewe, baba ndoto. Wakaenda wakamtupa kwenye kisima. Bwana Yesu sasa. Amen. Wale wakamtoa akauzwa utumwani. Kwa hiyo kuna wakati mwanangu, usiogope majaribu. Usiogope magumu. Usiogope wakati mwingine wakikuchukia. Amen. Kuna mtu atakuchukia sio kwa sababu wewe ni mbaya. Ile kuna mtu atakuchukia kwa sababu Mungu ameona hutakiwi kubaki kule pale pale. Amen. Kuna watu walichukiwa na mabosi wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu walikuwa wameajiriwa, mabosi wakawa wanawafanyia chuki. Wameajiriwa ndio kwenye taasisi, anafanya kazi kwenye taasisi. Bosi anamchukia, secretary anamchukia,
Akawa hana amani kwenye ile taasisi. Akasema sasa acha niache hii kazi. Kwa hasira akaondoka. Akaenda akafungua duka. Ile duka ametajirika. Asingekuwa vile angebaki kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi watu wa Mungu, linapokuja jaribu, linakuja likimaanisha utukufu mkubwa. Amen. Danieli akatupwa kwenye tundu la simba. Lile jaribu lilikuja limemaanisha utukufu mkubwa wa Danieli. Amina. Simba ambazo zilitarajiwa zimtafune Danieli zikawa mito, zikawa vitanda. Danieli akawa analala juu yake, anajigeuza juu yake. Mfalme akulala huo usiku, akaanza kwenda kumwangalia Danieli. Kabla hajaja kwenye tundu la mdomo tu akasema, Danieli mtumishi wa Mungu ni hapa. Danieli akaitika akasema, ni Mfalme na uishi milele. Mfalme na uishi milele. Akatolewa kwenye tundu la simba. Simba wana njaa lakini hawawezi kumtafuna Danieli. Wakatafutwa maadui wote wa Danieli waliokuwa wanamchongea Danieli wote. Amen. Walikuja kusema unajua Danieli anapenda sana maombi. Anatupigia kelele pale mtaani kila masaa rabashaka. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Wote wakakamatwa. Na Danieli hakuogopa. Nimekwambia likija jaribu usiliogope. Liface. Lifate. Hata watu matajiri ni risk takers. Amina. Amen. Hata watu matajiri ni risk takers. Hawaogopi risk. Risk zikija wanaenda nazo tu. Ndio maana kuna mtu unasikia ana pesa, anaweza akachukua ile pesa akaenda kuwekeza kwenye mgodi, akalipa watu wakaingia hadirini kuchimba dhahabu, na hana uhakika kama wakitoka watatoka na dhahabu, lakini ametake nini? Ametake risk. Wanaingia chini, wanachimba, wanacholeta ni michanga na udongo na mawe, mpaka waende wakaoshe wachekeche. Kwa hiyo hana uhakika kinachotoka kama ni dhahabu, lakini ameshalipa watu mishahara. Yes. Lakini akipata amepata kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Take risk. Likija jaribu lifate. Liface. Kwa sababu kila jaribu linapokuja ni chakula. Danieli likaja jaribu, wanamwambia asiwe anaomba. Alichokifanya Danieli sasa, akawa anaenda anapanda kwenye gorofa. Alafu akifika muda wa kuomba anafungua madirisha yote. Alafu sauti anaongeza zaidi aliyokuwa anaomba mara ya kwanza. Kama sasa, Baba ninakutukuza. Kwa hiyo akipanda sasa, ninakutukuza Bwana kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Wewe uliopiga maadui zangu. Maadui wakasikia hasira. Mfalme tumtupe kwenye tundu la simba. Siku amejaa kwenye tundu la simba akatoka salama. Wote waliosema Mungu aliwafuata huko. Wakatupa kwenye tundu la simba. Biblia inasema hivi, kabla hawajafika chini, simba walikuwa wamesha wachana tu. Amen. Wanasifiwe. Amen. Usiogope majaribu. Wangapi wanaelewa nikizungumza umoja? Nataka sasa hivi wewe unanisikia hapa, na huyo mume wako hata kama ana hasira, hata kama ni mkorofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hujaenda, ukiona inashindikana, kabla hujaenda kuongea naye, anza usiku muombe. Mwanamke amka, kaa kitandani, weka mikono juu yake. Amechoka sana huyo, ameshinda na kazi nyingi mno leo. Weka hata kusikia. Weka mikono juu yake, mwambie katika jina la Yesu, hiyo roho ya giza nimeing'oa. Kuanzia leo mimi na wewe ni wamoja. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama hataki. Amen wa mama. Amen. Usiende na ugomvi. Mungu mwenyewe anasema hivi, anasamehe dhambi. Unanisikia kwa sawa? Anasamehe dhambi. Alafu anatutenga mbali na nini? Na dhambi. Kama mashariki na magharibi visivyoweza kukutana, anautenganisha na dhambi. Wewe mume wako amekosea mara moja tu, kila siku ndio kibebeo cha makosa. Niliwahi kushuhudia mwanamke mmoja, mume wake wakati anaenda kujifungua, mume wake akamnunulia kanga nini zile za kuteleza. Kwa hiyo mkeko anataka vile vitenge vizito. Unajua pia wakienda leba kule wanaangaliana. Mwanamke lazima aangaliane hata kama yupo kwenye hatari.
Lakini ligi yake sijalipenda sana. Bwana Yesu sana. Kwa hata kama amejaa Roho Mtakatifu lakini lazima afanye nini? Aangalie kidogo. Bwana Yesu sana. Amen. Amependeza lakini nywele yake ni 5000. Bwana Yesu sana. Kwa hata kama yuko kwenye hatari lazima aangalie. Yule baba akaona kwa kuwa mke wake sasa amechanganyikiwa na utungu. Kuna mtu mmoja akawa amepata shida complication kwenye kuzaa. Akawa na utungu anasema, "Nitie muinjilisti mpaka nimuone muinjilisti." Kwa hiyo sasa, wakati naenda kwenye wodi sasa kumuombea, aliposikia nimekuja, hakutaka hata kutafuta nguo. Kwa hiyo wale waliokuwa naye kabla hajatoka nje ikabidi wamshike, "Wewe rudi uje vaa nguo." Amechanganyikiwa. Bwana usaidie sana. Amen. Amechanganyikiwa na uchungu. Wakamshika kule wakamfunga, alafu nikaja nikamuombea. Wakaniambia alikuwa anakimbia anatoka bila nguo. Mungu ni mwema, baada ya masaa mawili akasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa unasikia? Yule baba alivyoona mke wake amechanganyikiwa na akasema sasa hii ndio gap. Akatafuta zile kanga ambazo zinakuwa sijui ni kanga ile sijui ni vitenge zinateleza sana. Haziwezi kufyonza maji. Zile za bei ndogo. Teresa. Zile ndo akanunua akampelekea mke wake Leba. Yule mwanamke mpaka miaka 10. Wakiko na mshana kidogo anasema mimi nakujuaga wewe ndo waga ulivyo. Hata kipindi na mzaa tu nileta vitenge vya kuteleza. Jamani mke wangu tena vitenge vya kuteleza tena wapi na wapi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msamaha ni silaha ya mafanikio kwenye chochote ambacho wanadamu wameanzisha. Amina. Kwa sababu kutokusamehe kunatwisha watu mizigo mizito. Na inawezekana mtu mwingine lakini kwani hujawahi kunisamehe mke wangu? Nilishakusamehe. Kwani hujasahau? Asiweze kunisahau lakini nilishakusamehe. Ni kweli inawezekana amemsamehe lakini shetani anachokifanya anamkumbusha ili aendelee kujeruhi moyo wa aliyemkosea. Unajua aliyekosea na aliyekosewa. Aliyekosea alimjeruhi moyo aliyemkosea. Aliyemkosea sasa ameomba aliyekosewa ameomba msamaha. Baada ya kusamehewa, shetani anachokifanya sasa naye anataka amjeruhi moyo aliyemkosea. Nitamfanya nini? Nitamkomesha. Na mwingine hataki kumkomesha. Lakini lengo la shetani watu wakomeshane. Kwa hiyo aliyekosewa naye atajeruhiwa moyo. Imepita miaka 3 anamkumbusha, unakumbuka chokifanya? Lakini mwanaume waga hauna huruma. Mtoto alikuwa amelazwa, badala upeleke hela hospitali ukapeleka kulipa ada ya mtoto mwingine. Mke wangu alikuwa anamfukuza shule. Wangemfukuza huyu angekufa. Lakini hamna akufa kwa sababu nilikuwa najua yuko hospitali angepona. Naomba unisamehe. Anamsamehe. Kinapita miaka 10, linatokea tukio lingine. Likitokea ile tukio, yule mke wake anao. Na kukumbuka hata kipindi cha nyuma alivyofanya kipindi kile mtoto wetu akiwa darasa la 3, huyo mtoto mdao yuko chuo kikuu. Moyo wa huyu baba unajeruhiwa kila siku. Unajeruhiwa kila siku. Kwa nimekwambia tunapoenda kutengeneza umoja kwenye familia, usiende na maneno ya kujeruhi. Amen. Kama ambavyo Mungu anatutenganisha mbali na dhambi, wewe mtenge huyu mpenzi wako, mume wako, mke wako mbali na makosa aliyowahi kufanyia. Amen. Anza mwanzo mpya. Amen. Nenda mwambie mume wangu, tuweke maono, tuweke malengo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia maono ni kikapu. Kadiri ambavyo maono yako yatakuwa makubwa ndio Mungu atakavyokubariki mpaka hapo. Mungu akamuuliza Abraham, jicho lako linaweza kuona mpaka wapi? Maana mpaka huko jicho lako linapoweza kuona, mimi nitakubariki. Kwa kama jicho lako linaishia hapo, Mungu anakubariki mpaka hapo. Ndivyo alivyoambiwa Abraham. Bwana asaidie sana. Amen. Kwa hiyo maono
haimaanishi una nini, una shingapi, una elimu gani, una uelewa gani, una exposure gani. Maono ni kuthubutu, kuamua kufanya ambavyo wengine hawajawahi kufanya. Amen. Kuna mtu yuko hapa anataka kufanya biashara ya catering, ya chakula, lakini anajiogopa. Anajiogopa sana. Yuko hapa kweli? Amen. Anajiogopa sana. Mtaji, pesa, wafanya kazi, wapishi. Nenda uanze hivyo ulivyo. Pika hata chakula cha birthday. Waambie mimi naitwa nani? Kwa mfano naitwa Grace, waambie naitwa Grace Catherine. Pika chakula hata cha birthday. Wafanyie hata bei ndogo, hata kama ni sahani 7,000 wafanyie. Bwana asaidie sana. Amen. Maono yatakavyokuwa makubwa ndivyo Mungu atakavyoleta provision. Popote penye vision, Mungu analeta provision. Mungu atakupatia vitu kulingana na maono ulionayo. Nenda kwenye familia yako, hata kama hamna maono kabisa, weka plan. Kalishe mume wako, kalishe mke wako, mwambie kama mpaka mwaka fulani tungefanya hiki na hiki na hiki, tungekuwa tumefika mbali sana. Usipeleke magomvi, peleka hoja. Nenda na fact. Nenda na fact. Amen. Sio mume wako akitaka kusikia fact mpaka aende kwenye kahawa, mpaka aende kwenye mpira. Fact atakazosikia kule ni matango poli, watamlisha matango poli. Ukimaliza kudiscuss Simba na Yanga, Simba na Yanga watamwambia ukiwa unakuja na hela wewe unazificha. Hela ya mwanaume haionekani. Wakishamaliza kudiscuss vita za Ukraine kule kwenye kahawa, akimaliza wanampa matango poli. Nenda kana na wako kwa ufahamu na akili utulia. Mwambie kaa tulie. Panga mipango. Mimi nilikuwa naona tungefanya moja, tukafanya hili, tukafanya hili. Tungetunza kiasi fulani kila wiki. Tungetunza kiasi fulani kila mwezi. Tungetunza kiasi hiki kila wiki, kila mwezi. Bwana Yesu sana. Amen. Biblia inasema hivi, jitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu. Mtenda kazi usiye na sababu ya kutayari. Amen. Kujitahidi kwa maonesho, kujitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu. Hiyo sio kazi ya Mungu. Ili somo nilifundishaga mwaka 2021. Nilikuwa naliangalia jana usiku. Wakati tunatoka kwenye maombi hapa saa 8 usiku. Wakati tunaenda nyumbani nilikuwa nimewasha simu. Nikakumbuka nikaanza kutafuta hayo masomo. Nilifundishaga 2021. Nilikuwa naangalia somo nilikuwa nafundisha. Nilikuwa nafundisha nasema, jitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu. Kazi ya kujitahidi sio kazi ya Mungu. Wewe ndio umuoneshe mume wako kwamba mimi mke wako nimekubaliwa na Mungu, mimi nimeokoka, mimi nina nguvu, nimejazwa Roho Mtakatifu, mimi nina akili, ninajua kushauri, nina ufahamu mwema. Jitahidi kujionyesha umekubaliwa na Mungu. Ukiwa kwa bosi wako, jitahidi kujionyesha Mungu amekukubali ufanye kazi kwake. Muoneshe kwamba una ufahamu mwema, wewe sio mbea, wewe sio Mungu mwongo, wewe sio na una makando kando, una ufahamu uliotulia. Jitahidi kujionyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu anafanya kazi kwa mtu au anafanya kazi kwenye taasisi, hata kama anafanya kazi kwenye serikalini, Mama Samia hata kuona, lakini kuna bosi wako pale, kuna meneja, kuna afisa utumishi pale. Jitahidi kujionyesha kwamba mimi Mungu amenikubali kuniweka hapa. Kwa hiyo majukumu yangu ninaweza kuyafanya kwa ukamilifu kwa sababu nimekubaliwa na Mungu. Amen. Umeenda chuo kusoma, unasoma nini? Wasifu. Umeenda chuo kusoma. Jitahidi kujionyesha umekubaliwa na Mungu. Unayajali masomo, unajali discussion, unajali ufaulu wako, unajali masomo yako. Mungu muoneshe, jitahidi kujionyesha. Unanielewa nikisema jitahidi kujionyesha? Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Watu sio malaika. Hata kama unampenda mtu, jitahidi kujionyesha kwamba unampenda. Amina. Kwa sababu watu sio manabii. Amina. Yaani mimi nije nijue kwamba unampenda mtumishi wa Mungu. Mtajuaje kama unalipenda kanisa la Mungu? Hapo sasa. Jitahidi. Wewe unataka ujitahidi kujionyesha kama unampenda Mungu, kama unaipenda huduma, kama unaipenda kazi ya Bwana. Umeajiriwa, jitahidi kujionyesha kwamba unaipenda kazi yako. Hata kama inakulipa kidogo, lakini jitahidi kujionyesha kwamba unaipenda hiyo kazi. Kwa sababu ndio inakupa hela. Acha kiburi wewe. Amen. Bwana asifiwe.
mwingine amejiajiri, amefungua duka. Wenzake wanafungua saa 1, saa 2, yani kufungua saa 6 kwa sababu ni duka lake. Bwana asifiwe. Jitahidi kuonyesha kwamba mimi nimekubaliwa na Mungu kwenye mtaa huu nifungue duka. Nisikilize. Wito sio mpaka uwe mwinjilisti kama mimi. Yes. Sio mpaka uwe mchungaji. Sio mpaka uwe mtume. Kuna aina mbili za wito. Moses calling na Joshua calling. Wito wa Musa na wito wa Joshua. Wito wa Musa ni wito wa kuanzisha vitu. Wito wa Joshua ni wito wa kukamilisha vitu. Bwana asifiwe. Amen. Mahali popote pale wito unafanya kazi. Umeitwa pale mtaani kwako, umepeleka duka. Una wito, Mungu amekuita pale. Beka hilo duka, hudumia watu. Fanya kama aliyeitwa. Bwana asifiwe. Amen. Unapika vitumbua mtaani kwako, Mungu amekuita kwenye hiyo huduma ya kupika vitumbua. Fanya kama mtu mwenye wito. Ujue watu hawatakunywa chai kama ukichelewa kuamka. Bwana asifiwe. Fanya kama aliyeitwa. Umoja wa roho. Umoja wa roho. Musa alikuwa na akili. Alikuwa amejazwa nguvu. Musa, Biblia inasema kwenye kitabu cha Hesabu, wakiweko manabii kati yenu, nitazungumza nao kwa ndoto, nitazungumza nao kwa maono, nitazungumza nao kwa mafumbo. Anasema hivi, lakini sivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye nikizungumza na Musa, nitazungumza naye waziwazi, nitazungumza naye uso kwa uso, nitazungumza naye kwa kufunua maneno, wala si kwa mafumbo. Musa nikizungumza naye ataliona umbo langu. Yaani Musa alikuwa akienda kuongea na Mungu, analiona umbo la Mungu. Mungu yule, alafu anazungumza na Musa wazi wazi. Mungu akiongea na Musa amwambii kwa mafumbo. Kama hivyo ukilala unaota, mara umepanda ule mlima, ukashuka na baskeli, ukaanza kuzunguka, ukapata ukashuka, ukapewa lift na jamaa wa bodaboda, anakupa lift afu kaka, Mungu nipe tafsiri ya hii ndoto. Mungu anakuambia sasa, unajua ile baskeli alikuwa ni msaidizi wa hatima yako. Alipokufikisha kwenye ule mlima alikuwa ni majaribu. Ule mlima ukashuka, Bwana akaanza kutoka katika ile majaribu. Ukashuka ukapata bodaboda, ukapanda mwaka kuongeza viwango vipya. Unasikia? Musa alikuwa ambiwi na Mungu kwa hivyo, kwa ndoto, kwa mafumbo. Mungu alikuwa anamwambia Musa 1, 2, 3. Lakini bado Musa, Mungu alimpa Haruni wa kutembea naye. Mungu alimpa Miriam wa kutembea naye. Maana kwamba kuna vitu peke yako hutaweza kufanikisha mpaka uwe na watu wa kushikamana nao. Amen. Na hiyo ndio inaletaga maana ya kwamba sisi duniani tunawahitaji watu. Amen. Ili tuende viwango fulani, tunawahitaji watu. Ombi langu kwa Mungu mwaka huu, asikupe watu wabaya. Amen. Ombi langu kwa Mungu mwaka huu, asikupe watu wabaya. Amen. Akupe watu wenye maono. Akupe watu watakaoisaidia hatima yako. Akupe watu waliobeba makusudi makubwa ndani yao. Amen. Akupe watu watakaoisaidia kesho yako. Amen. Akupe watu wenye ushauri kwa ajili ya kesho yako. Amen. Akupe watu watakao kuvuza kwenye majaribu yako. Amen. Akupe watakao kutia moyo wakati wa taabu yako. Amen. Akupe watakao kufariji wakati wa shida yako. Amen. Akupe watakao kupatana na wewe wakati wa mateso yako. Amen. Akupe watakao kusaidia wakati wa mateso yako. Amen. Yesu akupe watu watakao tembea na wewe mwaka huu. Yesu akupe watu watakao kushika mkono mwaka huu. Akupe watakao kusaidia mwaka huu. Akupe watakao kutia moyo mwaka huu. Akupe watakao kufariji mwaka huu. Akupe watakao kutia moyo mwaka huu. Akupe watakao kutia moyo mwaka huu. Akupe watakao kufariji mwaka huu. Akupe wasaidizi wa hatima yako. Masanda ya kusika. Kwa sababu unajua unaweza kupata watu lakini ukapata watu wabaya. Kuna watu wana husuda. Kuna watu wana fitina. Kuna watu ni wachawi. Wengine hawatumii madawa lakini ni wachawi hapa. Mdomoni analogea mdomo. Anakuja na kuchekea. Akimaliza kuchekea anaenda anasema, "Hivi unajua yule jamaa? Mbaya yule. Mbaya yule." Akishamwambia vile kwamba wewe ni mbaya, anakuja kwako. Ili kusudi yule asije akamuwai. Unajua?
inaitwa roho ya nyoka. Anatema sumu. Nyoka akitema hatemei mmoja. Akija kwa rafiki yako akitema sumu, yule rafiki yako ni 1, 2, 3, 4, 5. Sasa ili kusudi huyu rafiki yako asije akatoka hapo akaenda kwa rafiki yake huyu kwako kukwambia. Akimaliza kwa rafiki yako anakuja na kwako. Anakuwahi haraka haraka. Yule rafiki yako acha nifanyie. Tumbaya sana. Alafu nimeshamuona ni muongo na maneno ya kuchonganisha, amenichonganisha na fulani na fulani na fulani. Ameshawatengeneza hadi kisaikolojia. Shetani anamsaidia kumpa technique na mbinu. Kwa hiyo siku huyu akija kumwambia huyu naye anajua alishaambiwa. Unajua ukimshamjua mtu akusumbui. Nilishaambiwa kwamba huyu ni mbaya, ana maneno ya kuchonganisha. Nataka kuchonganisha na rafiki yangu. Kwa hiyo nimemsikiliza, nikamwacha. Kwa hiyo yeye anakuja anamwambia nimemsikiliza, nikamwacha. Nikajua kama ulivyoshanifanya nini? Ulivyosaniambia. Wanaweza sana. Unaweza sababu alishaambiwa naye anaenda. Unajua alikuja bana, alikuja. Akaniambia nikamwangalia, sikumjali wala sikumsikiliza. Tayari. Alafu yeye huyu rafiki yake na huyu rafiki yake kashatengeneza maadui katikati. Wapo watu wa aina hiyo, lakini Mungu mwaka huu asikupe wa hivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Lakini tunahitaji watu kwenda. Musa, kuna watu wanaenda kwenye vita wakipigana kwa sababu maandiko Biblia Mungu ametoa maagizo kwamba mikono ya Musa inabidi ikae juu masaa yote. Mikono ya Musa inabidi ikae juu masaa yote ili washinde vita. Sasa kuna wakati Musa anachoka, anashusha mikono. Akishusha mikono wanapigwa sana. Walichofanya kinarudi nini? Wakaenda wakafanya kazi ya kumnyanyua Musa mikono. Musa ukichoka, wanamshika mikono wa huku, yeye anashika wa huku, wananyanyua juu yote miwili. Musa, mikono yako isishuke baba, nimechoka, usishushe. Wakamwekea matofali huku na huku isupport mikono. Bwana asifiwe. Amen. Lakini huyo Musa anayesaidiwa, nilikwambia alikuwa anaweza kuongea na Mungu ana kwa ana. Elisha alikuwa amejaa upako. Kuna siku moja mpaka Gehazi akaona mtumwa wake, akaona majeshi ya maadui zao yamekuja makubwa. Bonge moja la jeshi. Akaogopa. Akamwambia baba, mtumishi wa Bwana Elisha, jeshi kubwa limekuja. Akamwambia sikiliza. Usiogope. Mungu ninaomba akufunulie angalau uone jeshi ambalo liko pande wetu. Mungu akamfunulia kidogo. Akaona majeshi ya mbinguni yenye farasi, yenye magurudumu na silaha za moto. Haleluya. Akacha woga. Lakini pamoja na nguvu yote aliyokuwa nayo Elisha. Atukuzwe Yesu. Pamoja na nguvu aliyokuwa nayo Elisha, bado Elisha alihitaji awe na kiasi. Bwana asifiwe sana. Lakini nguvu alikuwa amejaa Elisha. Unajua kuna wakati Gehazi akaenda kuchukua sadaka ambazo Elisha akamwambia achukue. Akachukua zile sadaka, akapata ukoma. Bwana Yesu sasa. Elisha akamuuliza Gehazi, "Je, roho yangu haikwenda nawe?" Sio roho ya Mungu, roho ya baba yake wa kiroho. Kwa ni baba na ana nguvu, lakini kuna mtu Mungu amempa wa kwenda naye. Ili tuhubiri injili, lazima watu walioko mahali hapa waamue tushikane mikono, twende pamoja. Amen. Sababu kuna wakati mikono yetu ikae juu masaa yote. Na hutakiwi kuchoka. Ndio maana kila siku tunakesha hapa kanisani. Ndio maana kila siku tunaomba. Ndio maana hatulali. Ndio maana tunafunga. Nikupa ratiba zangu za kufunga. Ni hatari. Bwana asifiwe. Mwezi wa kwanza tulifunga siku 14. Mimi nilifunga 21. Tukapumzika tukakaa kabisa, si ndio? Tukaja mwezi wa pili. Tulifunga mwezi wa pili. Siku ngapi? Siku 10. No, hiyo kwa mwezi wa 3. Mwezi wa pili nilifunga throughout. Hakuna kupumzika. So mikono yangu kama mtumishi wa Mungu. Mungu amenipa watu wako nyuma yangu. Wana mateso. Wengine wana shida. Mungu anahitaji wafanikiwe. Wanataka kazi. Wanataka watoto. Wanataka wapone. Kila siku wanamtolea Mungu. Sasa Mungu awatokee. Mungu asipowatendea, maana yake ni kwamba mchungaji aliwekwa pale hawezi kunyanyua mikono juu, anachoka mapema. Bwana Yesu sana. Amen. Kwa nasema niombe. Mwezi wa pili wote ngoja maombi. Kama nilikula mara 3 au mara 5. Tulipomaliza mwezi wa pili nikawatangazia mwezi wa nini? Maombi. Tukaanza maombi ya siku 10. Tukafanya mpambano wa siku 10. Nyie mkapumzika. Si mpaka sasa hivi mmepumzika?
Mnaendelea. Waelewa sana. Lakini kwa tangaza tena maombi ya siku ngapi? 21. Wakati nawaambia labda nikamwambia lakini haya wasifunge. Bwana sana. Wapumzike. Lakini mimi nimefunga. Bwana wasaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu sitakiwi kuchoka. Lakini sasa wakati mikono iko juu, kuna wakati wa kuchoka. Kwa takiwa waje akina Haruni washike mtu mikono juu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna wakati wa kuchoka. Kwa lazima wakina Haruni waje wamshike mtu mikono juu. Nimekwambia uende uandike maono. Ufanye vitu. Mume wako kuna wakati anachoka, akili haisomi. Mke wako kuna wakati anatumia akili nyingi, akili inashindwa kufanya. Ashinde nyumbani, wengine ni mother house. Wengine wao nyumbani. Mama mwingine walimpa house girl wawili. Nikamhurumia. Nasema house girl mpaka waondoke wao atakuwa amekonda. Bwana asifiwe. Wote wamempa wamsaidie ni bibi. Hawajui kazi. Kwa hiyo bibi anachofanya anakaa kwenye kiti. Anaanza wewe osha vyombo. Wewe fua. Mbona fua pole pole? Ndio ukusubiri. Baada kujala kwa tangu asubuhi. Unafanya kazi fanya hii. Fanya hii. Fanya hii. Tangu asubuhi mpaka jioni anaongea. Tu kwa nini asikonde? Kwa akili inachoka. Akimaliza bado hajaangalia tamthilia ya wazungu. Akili inasema fanya nini? Kuchoka, ameshinda naongea, anaweza takaa kwenye TV, atachoka. Kwa hiyo baba lazima ujue kuna kuchoka, familia inapata, mke anachoka, kazi ni nyingi nyumbani. Unataka kujua ni ngumu zile, zifanye siku moja uone. Bwana asifiwe sana. Zile za kuosha vyombo na kufua. Unajua wakati niko nyumbani siku moja, nikamwambia mama, wakati natoka shule, sasa mama, unajua kazi za nyumbani sio ngumu. Ila changamoto ya kazi za nyumbani ni kwamba zinajirudia rudia. Wale wanaosoma hesabu wanajua kuna desimali moja inaitwa recurring decimal. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi mtu akifagia ndio amalize kufagia. Kuna wakati tena atafagia hata mara 4. Bwana asaidie sana. Amen. Kwa hiyo wababa haleluya. Amen. Mjue kabisa kwamba wake zenu wanachoka. Kwa hiyo ukija nyumbani ujue amechoka, usimongezee mchoko. Tulize. Wengine wako hapa tangia aoe. Yule mwanamke tangia mmoja kumwambia nakupenda mke wangu. Alifunga ukurasa kanisani. Mwalimu sema nitakuwa na wewe katika shida na raha. Mpaka kifo kitutenganishe. Amen. Amen. Akafunga kurasa zote. Majina yote mazuri akaacha. Kwa hiyo nyumbani mama Ambra, mama Rudi. Mama Ambra, mama Rudi. Bwana asaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Ili maono yafanikiwe kwenye nyumba, lazima watu wawe na akili iliyotulia. Tuliza mke wako. Tuliza mume wako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wako watulize. Ufanye wewe na akili zilizotulia. Bwana tusaidie sana. Amen. Alafu weka maono. Alafu weka deadline. Maono yanataka discipline. Maono yanataka deadline. Kwamba mpaka kufika tarehe fulani wewe nimefanya hivi. Alafu uwe na nidhamu. Bwana tusaidie. Amen. Alafu uwe na nini? Na nidhamu. Niliwaambia siku ile kwamba mwaka huu mpaka tunafika mwezi wa 12 tunataka kujenga nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati naomba, wakati nipo kwenye maombi, nilikwambia jambo la muhimu kwenye maombi ni yale majibu na ile sauti ya Mungu unayoisikia kwenye nini? Kwenye maombi. Sio tu mpaka Mungu aje atokee majibu, lakini ile sauti unayoisikia. Unamuomba Mungu kazi, kuna sauti unaisikia kwenye maombi. Hilo linaitwa wazo la nini? La kiungu, divine idea. Litakupa mawazo. Yale mawazo unayopata kwenye maombi, yale ndio majibu ya maombi. Kwenye mahubiri haya kuna kitu kinakugusa. Hicho unachokisikia, hayo ndio majibu ya maombi. Na hivyo ndio Mungu anavyokuongelesha. Hivyo ndio Mungu anavyokusemesha. Fanyia kazi hayo Mungu anayokuambia. Fanyia kazi hayo Mungu anayokusemesha. Amen. Bwana asaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Niwaambia tunatakiwa kupanua, lakini kiuhalisia tunatakiwa kupanua. Hapa ni padogo.
Mimi kama mbeba maono, mtu ambaye nina maono ndani yangu. Bwana Yesu sana. Na maono ya kazi ya Bwana. Mtumishi wa Mungu natumika. Unajua silali. Kuna wakati nikaanza kuanza kazi ya Mungu sipati usingizi. Bwana asifiwe sana. Nikiingia kwenye moyo Mungu ananiambia fanya. Hata wakati naomba tukasema tupanue, lakini kiuhalisia hapa sio kupanua. Tunatakiwa tujenge. Bwana asifiwe. Amen. Niliwaambia tutajenga, tutapanua. Tunatakiwa tupate gari la kanisa. Na nilivyoandikia nikawaonesha. Nikamwambia mpaka mwezi wa 12 angalau Mungu ameshatufikisha. Bwana Yesu sasa. Amen. Mungu tupe gari hata kama sio kubwa, hata kama sio Costa, hata kama sio Ice. Hata kama tukipata Alphard, ya kupata watu 8 sana. Mungu tuna uhakika wa kupiga injili vizuri. Mungu aiendi. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa vitu hivyo havitakiwi kumlemea mtu mmoja. Unatakiwa na wewe pia ujue kuomba. Ungemwambia Bwana, tuna nia, tuna malengo na kazi yako. Mimi kuna wakati nilimwambiaga Mungu, mimi sina chochote ambacho ni cha kwangu. Unajua hata sadaka, siri. Bwana asifiwe. Amen. Hata sadaka. Siri. Kwa nini? Kwa sababu mimi wakati Mungu ananiita kuniambia nile sadaka. Ni kweli ni haki, wanakula sadaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini wakati Mungu ananiita akaniambia chochote utakachokipata duniani si chako, nikakubali. Kwa hiyo kwa sababu nilikubali si changu. Kwa hiyo nile lazima nichukue hela yangu nile. Sio ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndio maana wanawaambia watu ukitoa sadaka haujaisaidia madhabahu, lakini umempa Mungu ili Mungu akusaidie yeye. Kwa sababu Mungu mwenyewe hizi sisi ni za Mungu. Kuna watu nataka kujenga hapa, mwaka utajenga hapa. Zitafanya kazi hizi. Bwana asifiwe sana. Amina. Wale kwa budget kwa mfano, acha ndio maana niliwaonesha maono, kwa lazima niwaoneshe na mikakati tunatakiwa kufanya. Bwana Yesu sana. Amen. Nilipiga budget ndogo tu. Kwenye pa roofing ile kuwezeka. Tutakapojenga tutaanza hivi. Tutapiga vyuma. Bwana Yesu sana. Jengo la kutosha angalau watu 1000. Amen. Amen. Kwa nini? Nimekwambia maono ni kapu ulilobeba. Unajua kwa nini hatufuriki huko? Ulishaona watu tunajaa tu huko. Si unajua? Huwa tunajaa tu huko. Kwa sababu ndio size ya maono tuliona. Tukijaa sana tunaweka tent pale nje. Kwa sababu ndio size ya maono tulionayo. Utabarikiwa kulingana na kapu ambalo ulilonalo. Bwana sasa. Amen. Sasa sikia. Kwenye kuwezeka juu pa, tunahitaji bati angalau 250. Bwana sasa. Amen. Bati angalau 250. Mungu ametupa rangi ya blue. Amen. Amina. Bwana sasa. Amen. Bati angalau ngapi? 250. Nimeshafanya tafiti, nimeenda kwenye kiwanda. Amen. Kwa sababu tutaweka oda mapema. Bati moja ni shilingi 20,000 ngapi? Na alisema na 4. Bwana Yesu sana. Unaweza zinatofautiana ile gauge. Amen. Kwa sababu kujenga ile gauge ndogo. Kuna gauge 26, gauge 32, gauge 30. Bwana saidia sana. Sasa 24 mara 250. 24,000 mara bati 250. Ni milioni 6. Kwa hiyo bati angalau za milioni 6. Sikia Alfred amepumua hewa nyingi. Bwana sana. Amen. Haleluya. Amina. Unasikia? Binafsi mimi nilishamwambia Mungu, chochote nilichonacho duniani sio changu, ni chako. Amen. Amen.
Kwa hiyo siogopi kumpa Mungu. Amen. Siogopi kumpa Mungu. Wakati nilikuwa nasoma, tulikuwa tukipata bumu. Wakati wenzangu wanaenda kutumia bumu kupendeza, kula, mimi nalichukua beach na mambo mengine. Nilikuwa nachukua bumu lote nampa Mungu. Kwa sababu mimi niliitwa tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo nilikuwa nasikia sauti ya Mungu. Na nikamwambiaga Mungu, nitakachokipata duniani chote si changu, ni chako. Bwana asifiwe. Amen. Haya. Umesikia? Hiyo ni bati 6 millions. Alafu nguzo za chuma, kwa sababu tutapiga kwanza nguzo za chuma. Alafu juu tutapiga chuma. Alafu tutaweka paa. Bwana saidia sana. Amen. Nguzo nzito FTC ni nguzo moja. Bwana saidia. Amen. Lakini tutachanganya na nguzo zile nyepesi za kawaida. Kwa hiyo mpaka tunakuja kumaliza ile boma, angalau milioni zaidi ya 15. Yote yanawezekana kwake. Amen. 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 Yote yanawezekana kwake. Amen. Ndio maana wakati tunaenda kununua vyombo vya muziki, unajua sisi tuna vyombo vya muziki, sema tu wapigaji ndio changamoto. Bwana Yesu. Amen. Wewe ulichanga, hata mimi si kuchanga. Ilitokea tu Mungu akaprovide. Ninakwambia, where there is vision, there is God's provision. Ilitokea tu Mungu akaprovide. Kwa hiyo nikaenda dukani, nikauliza gitaa solo shilingi ngapi? Laki kadhaa. Gitaa bass laki kadhaa. Drums milioni 1 na laki ngapi? Kinanda milioni 1 na laki ngapi? Power mixer laki 7. I don't know, microphone 60,000, 50,000, laki 2. Wire. Kwa sababu where there is vision, there is God's provision. Bwana asifiwe. Amen. Mtulimo, hii sio ndoto yangu. Nataka na wewe isiwe ndoto yako. Amen. Ukienda nyumbani omba kama Mungu, tunataka kutoka pale. Tunataka kutoka huko. Kuna bodaboda mmoja nilipanda. Nilikuwa natoka Igogo. Sasa ile bodaboda huwa ananileta hapa. Huwa sipendi mtu amdharau Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Mtu akishamdharau Mungu wangu ameshapoteza vigezo. Ngoja pia kuna mlinzi mmoja aliniomba 2,000 pale usinikwepo. Sasa ile mlinzi nilikuwa na nia ya kumpa 2,000. Baadaye wakati nazunguka nikasikia nazi yake walokole. Nikasema leo njaa unalala sikupi. Sikumpa. Nikamwacha. Sasa wewe nikapanda hiyo boda. Huwa analeta hapa na Ntoi Gogo. Toka Gogo kufika mpaka hapa ni 5,000. Sasa nikamwambia naenda kule, tunakwenda. Akaniambia kwenye kaika kanisa, nikamwambia nishushe. Sema kanisa. Wasikudharau. Bwana asifiwe. Haleluya. Akasema sawa, samahani. Tukaendelea na safari. Timotheo aliambia hivi, mtu yote asiudharau ujana wako. Lakini kutokudharauliwa ujana wako maana yake sio kwamba ndio uwe korofi. Mtu asiudharau ujana wako kwa njia gani? Uwe kielelezo kwao, kwa imani, kwa upendo, kwa usafi na mambo mengine. Bwana asifiwe. Kwa ukiwa kielelezo kwao, Timotheo aliambiwa ukiwa kielelezo sio kutokudharauliwa uwe mbabe, uwe kielelezo kwao. Kwa maneno, maana maneno yanayotoka kwenye kinywa chako ni kielelezo, hautadharauliwa. Kwa usafi, very smart, hautadharauliwa. Maana ulokole unaambatana na smartness. Kwa jina la Yesu uwe smart. Amen. Upendeze mpaka maadui zako waone wivu. Amen. Kagauni kale kajana ukashoni na kengine kapya waone wivu. Amen. Haleluya. Hata kama unao shati moja ipige pass waseme yes yes yes. Amen. Nilikupa ushuhuda mmoja nikwambia wakati nasoma. Nikawa sina hela, nikamwambia Mungu sasa nataka ufanye namna. Mungu akanibariki na hela. Siku moja nikaenda nikanunua kashati kamoja, nikanunua kasuruali, afu nikanunua kakiatu kazuri ka 70,000 nakakumbuka kile kiatu. Nikawa nakapiga pasi vizuri. Alafu muda wa masomo chuo tulikuwa tunaenda, nilikuwa nasoma full time. Nikabadilisha muda. Nikawa naingia evening classes. Wauniza kwa nini unaingia evening? Niambia natoka ofisini.
Haleluya. Kumbe hakuna ofisi naenda, nilikuwa nakaa hapo kwenye hiyo kona ya kanisa. Nilikuwa nimeweka kiti na meza. Kuanzia asubuhi mpaka saa 9 ninanena kwa lugha, ninaomba. Nikitoka pale nachomekea vizuri, naenda shule. Natoka wapi? Natoka ofisini. Ofisi yangu ni Bwana. Bwana Yesu sana. Nikwambia niliomba mpaka shetani akaona wivu. Nilikwambia siku moja likagonga jiwe likatoka kwenye ule msitu katikati, likaluka, likapaa, likatoboa bati, likatoboa nilipokuwa nakaa kwenye kiti. Kwa neema ya Mungu siku wakati nitaka kuingia tu Mungu akaniambia usikae. Bwana usaidie sana. Haleluya. Hata kama hauna nyingi, hata kama hauna hela, be smart. Pendeza. Haleluya. Pendeza, be smart. Chomekea kama uwezi kuchomekea. Hata kama huwezi kuvaa za kuchomekea kama za kwangu, tafuta t-shirt zako zile, unavaa zile t-shirt na jeans. The good one. Tafuta ile nzuri, tafuta kama ni ya mtumba, tafuta ile nzuri. Tafuta jeans nzuri, vaa laba nzuri, pendeza. Bwana asifiwe. Nakwambia upendeze kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. We mdada usijichukie, we mama usijichukie, paka hiyo wanja. Bwana asifiwe sana. Hizo kucha peleka wakuchole. Mimi baba yako wa kiroho sijakukataza kuchora. Hamna atakayetakiwa kukataza. Bwana asifiwe. Usione shida. Wale wanaobaki waambie waache tamaa. Waza uzinzi. Unajua akienda pale anasogeza mguu, yule kijana anaanza kumuosha. Wewe kwa nini uanze uzinzi bana? Haleluya wadada. Uijue kweli na hiyo kweli kuweke huru, utakuwa huru kweli kweli. Amen. Hawatakutisha. Nenda, weka mguu wako kwa yule mtengeneza kucha, mwambie tengeneza kucha uipake karangi, kanakuwa kama vile kana mawimbi, na kingine kanapanda kwa juu, naona siku hizo. Hata kama zikiwa 4 kwenye kucha moja, paka zote. Bwana asifiwe. Eleni ile usiache kuvaa. Pendeza kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amina. Amen. Kijana wa kiume, pendeza. Kuna fursa zitakuja kwako kama upendezi. Wewe niamini. Watakuja kumpa kazi mtu mwenye manywele yako la flafu. Mtu mwenye akija kuangalia mtu akumpeleka sehemu anaangalia. Nishakupaga ushuhuda mimi nilipopata kazi. Nilipata kazi wakati niko chuo. Wenzangu sasa hivi niliosoma nao wanahangaika kutafuta ajira. Juzi zilitoka ajira zina TRA wanatakiwa watu 1500 na ngapi sio 90. Wakaomba watu 153,000. Wanatakiwa watu 1500. Wakaomba watu 153,000. Wakakizi vigezo. Interview ya kwanza ambao itaitwa kwenye interview ya pili ya kuandika ndio ya kuongea. Watu 152,000. Sasa kwenye 100,000 wanatakiwa wapatikane 1,000. Ina maana kuna watu zaidi ya 150,000 wataomba kazi na watarudi nyumbani. Hawatapata kazi. Lakini kuna namna ukijijenga utapata vitu ambavyo hukustahili kuvipata kwa muda ambao haukustahili kupata. Nilipata kazi niko mwaka wa pili chuo. Lakini baada ya miezi mingapi? Baada ya miezi 3 ya matendo ya imani. Bwana asifiwe. Na mwanamke mmoja alikuwa anataka kupata mtoto. Tukamwambia, sasa badilisha nguo zako, acha kuvaa vile visketi. Na tule tusuruali. Anza kuvaa teneti. Wakikwambia ongea la unaweza kuambia amina. Asante, nakwambia kana nisumbua kanapiga mateke usiku. Lakini ujauzito hana, lakini kuna matendo ya nini? Ya imani. Nikiwa natoka hapa nimechomekea vizuri. Unatoka wapi? Natoka ofisini. Siku hizo nilipata kazi ndio. Nakaa pale kwenye kona naomba. Ya Mungu, unajua natakiwa nikutumikie. Nitakutumikiaje? Sina hela. Fanya njia ya kwanza, nipe sehemu ya kupata hela nikutumikie, uone kama sitakutumikia. Bwana asifiwe. Amen. Tatizo Yakobo anasema hivi, mnaomba hampati kwa sababu mnaomba kwa ajili ya tamaa zenu wenyewe. Kama ukiomba, nisikilize, chochote unachokiomba
Mpe na Mungu kitu chake. Muoneshe Mungu kwamba Mungu utakaponibariki kuna sehemu mimi na wewe niwaambia we are partners. Kuna kitu cha kwako. Yakobo alimwambia Mungu hivi, unibariki nami nitakutolea fungu la 10. Bwana sifiwe. Amen. Baada ya kutana na malaika akamng'ang'ania, malaika anataka kumwachia lakini bado kuna jambo Yakobo ameshaongea. Kwa hiyo alivyoenda kwa Labani, akatoka kwa Labani ametajirika. Bwana asifiwe. Amen. Ukiomba muoneshe Mungu kwa nini unibariki. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Umesikia? Wangapi wako tayari kufanya kazi ya Mungu kwa mioyo yao yote? Wangapi wako tayari kufanya maendeleo kwenye nyumba zao kwa mioyo yao yote? Nataka mwaka huu kaonyeshe matokeo, watu wasikudharau kwa jina la Yesu. Watu wasimdharau Mungu wako kwa jina la Yesu. Watu wasimdharau Mungu wako kwa jina la Yesu. Watu wasimdharau Mungu wako kwa jina la Yesu. Rapo sitayama. Wasimdharau Mungu wako, nenda uonyeshe matokeo. Mwaka huu pale kwako nenda fanya ambacho hujawahi kufanya. Ulipojenga pale usiishie hapo. Jenga msingi, weka fensi, weka geti kubwa, fanya vitu. Haleluya, haleluya. Nenda waonyeshe watu kwamba mimi ni mtu aliyebarikiwa na Bwana. Huu ni mwaka wa kujengwa na Bwana, na huu mwezi wa 3 ni mwezi wa kutawala. Nasema kwa jina la Yesu uende ukatawale. Nasema kwa jina la Yesu uende ukatawale. Nasema kwa jina la Yesu uende ukatawale. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu kweli, ninakaa magotini kweli, ninafunga na kuomba masaa yote, Mungu wangu na akubariki. Kwa nini akubariki? Kwa sababu tuna kazi ya kufanya na familia yako. Kuna kazi ya kufanya na huduma yako. Kuna kazi ya kufanya na kesho yako. Kuna mahali unatakiwa kwenda. Kwa hiyo Mungu lazima akubariki vingi 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 vingi. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema nini? Maneno gani anasema? Anamwambia Farao, sisi hatuachi kitu, tunaondoka na kila kitu, kwa maana hatujui nini kinachohitajika huko tunakoenda. Mungu akubariki vitu, maana haujui kinachohitajika ni nini huko unakoenda kwenye safari ya maisha. Mungu akubariki majumba tu mengi hata kama sio moja, maana haujui zinahitajika ngapi kwako. Mungu akubariki na viwanja kwa sababu haujui vinahitajika vingapi. Mungu akubariki na magari kwa sababu Mungu akubariki na watoto wenye akili kwa sababu haujui nani atakaye kusaidia kesho. Mungu akubariki na huduma njema kwa sababu haujui nini kinahitajika huko. Mungu akubariki kwa sababu yanayohitajika ni mengi, yanayohitajika ni mengi, na ili tuyapate lazima baraka ya Bwana inyeshe kwetu kama radi. Lazima baraka ya Bwana ije kwako 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 kama radi. Lazima baraka ya Bwana. Haleluya, haleluya. Ndio nimeama nenda kwenye somo la mwisho la Abrahamic anointing kwa sababu star. Unajua Abraham, unapomzungumzia Abraham unazungumzia baraka. Unapozungumzia Abraham unazungumzia the anointing of crossing borders, mafuta ya kuvuka mipaka katika jina la Yesu. Hata kama unajiona wewe ni wa national wa Maina, wewe umetoka Nyangomango, wewe unajiona umetoka Buswelu, wewe ni wa popote pale ulipo, nyota ya kuvuka mipaka ingia ndani yako, uvuke mipaka. Cross borders. Mipaka iliwekwa, lakini kwa walokole sisi tunavuka mipaka yote kwa jina la Yesu. Tunavuka mipaka yote kwa jina la Yesu. Kazi zetu ziwe international. Biashara yako iwe international. Kazi zako ziwe international. Huduma unayotoa national. Kwa sababu Bwana ana makusudi na mataifa. Haleluya. Wale wanao kwenye group la kanisa mnajua mule mbako na wa Pakistan. Na ungeni nenda kuadi leo. Bwana asifiwe. Amen. Mule mbako kuna wa Pakistan. Kuna wa Arabu. Unajua kwa nini?
sisi si wa kiwango hiki. Nisikize nikwambie, kwenye maisha yako hata siku moja usiishi maisha ukitazama ulipo, ishi ukitazama unakoenda. Ukitazama hii hali ya sasa utakata tamaa, usiitazame kwa jina la Yesu. Tazama kule unakoenda ambako Mungu amesema utaenda. Mimi Mungu aliniambia, nimekupa Tanzania uihubirie injili yote isikie neno la Bwana, iokoke, iache dhambi. Sasa umeambiwa na Mungu umepewa Tanzania ili uihubirie injili, alafu unakuja maombi unajikuta huko peke yako. Usiangalie viti, angalia unaowaona katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikiwa na kuhubiria hapa sikuangalii wewe, naangalia mataifa nayoona kwenye ulimwengu wa roho. Naangalia maelfu kwenye ulimwengu wa roho. Naangalia mamilioni nayoona kwenye ulimwengu wa roho. Naangalia mamilioni ya watu wanaookoka kwenye ulimwengu wa roho. Naangalia wanaotubu kwenye ulimwengu wa roho. Naangalia wanaoweka mikono yao juu kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna mahali tunaenda, kuna sehemu tunaenda. Bwana anatupa Tanzania. Kuna wakati nilikuwa kwenye maombi, nilikuwa sili wala sinywi, namwambia Bwana, nipe Tanzania au nife, 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 watu waokoke au nife, watu wakujue au nife, sili wala sinywi, sitembei wala sitoki. Ni wakati wa rabate kerebosiana, nipe Tanzania au nife, watu wajibiwe maombi au nife, watu watajirishwe au nife, watu wapone kansa au nife, watu wapone kisukari au nife, arthritis wachie au nife. Watu ni kwa naomba, Bwana akaniambia, Emmanuel, nimekupa Tanzania, yote itamjua Yesu, 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 yote itamjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu lazima wamjue, watu lazima wamjue, lazima waache dhambi, lazima waokoke, maelfu yamjue. Hakuna kudharauliwa tena, hakuna kubaki chini tena, hakuna kutokuongezeka tena, hakuna kutokukua tena. Abraham itakalia maisha yako, hakuna udumavu tena. Utafanya kazi itakuwa na matunda yake, utafanya biashara utaona matunda yake. Rapo makandezia mababa, utafanya biashara utaona matunda yake. Abraham, Mungu akamjalia nyota kuvuka mipaka, akawa baba si baba tu, akawa baba wa mataifa mengi, akawa baba si baba tu, akawa baba wa mataifa mengi. Na kama niyo nyota ya Abraham ingie kwenye maisha yako sahi, Bwana atende maajabu kwako. Majira na masaa haya, malango ya masaa haya afanye maajabu kwako. Malango ya masaa haya unafanya biashara, Yesu afanye maajabu na ishara. Mtolea Mungu kwenye haya madhabahu maajabu na ishara. Wewe fanya kazi ya Bwana, Yesu afanye maajabu na ishara. Uzao wako uwe kama nyota, hata kama una watoto wawili wawe kama watoto 10, wafanye vitu ambavyo vingefanya na watoto 10. Wewe na akili ambazo hujawahi kuona, in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu akuinue na akubariki, mwangaza wa nuru yake uguse masomo yako. Nyota ya Abrahamu isiache huduma yako, nyota ya Abrahamu isiache biashara yako. Uinuke uangaze uonekane, uinuke uangaze ung'are, uinuke uangaze uonekane, biashara yako iangaze ionekane katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Uzao wa Abraham, watoto wa imani wa Abraham, umaskini hautajwi kwao, ufukara hautajwi kwao, unyonge hautajwi kwao. Kataa unyonge, 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 in the name of Jesus. Haleluya. Mwanangu, kataa unyonge, nakwambia kataa unyonge. Mwaka huu unyonge umeisha. Kataa unyonge. Hiyo biashara ukiwa unauza, uza kama unauzia mataifa. Unakutana na wateja wa mtaani kwako, lakini ona kama unauzia mataifa. Aje unavyo mtu nafsini mwake, ndivyo alivyo, ndivyo alivyo, ndivyo alivyo, ndivyo atakavyopata, ndivyo atakavyokuwa.
Natamka neema na nuru ya Bwana ikufunike kwa jina la Yesu. Nyota na mafuta ya Abraham yakufunike kwa jina la Yesu. Nyota na roho ya kuvuka mipaka ikufunike kwa jina la Yesu. Usiwahi baki pale ulipo, bado ukapate kuongezeka kila siku. Usibaki pale ulipo kila siku, Yesu akupe nuru. Usibaki pale ulipo kila siku, Yesu akuongeze. Usibaki pale ulipo kila siku, Yesu akubariki. Haleluya! Unahubiri utajiri. Unahubiri, nataka nihubiri umaskini. Bwana asifiwe. Tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, sasa mambo yamekuwa mapya. Usibaki unajihukumu na vidhambi vya zamani. Yesu akikusamea na kutenga mbali na dhambi zako kama ilivyo mashariki na magharibi mbali. Wiki hii niliwatumia ujumbe fulani. Ilikuwa ni somo fulani ndio nikwambia naandaa kitabu. Mchakato wa maisha, niliwatumia part 2, I don't know part 3. Bwana Yesu sana. Nikwambia kuna mambo 6 ambayo yanawakwamisha watu kufika kwenye hatima. Bwana asifiwe. Na nikawafundisha mambo mawili wale kwenye group la WhatsApp. Nikawafundisha mambo mawili. Nikwambia jambo la kwanza linalowakwamisha watu ni makosa ya zamani, dhambi za zamani, shida walizozifanya zamani, makosa yoyote ambayo watu wameyafanya zamani. Hicho ni kitu namba 1 kinachowakwamisha watu wasifike kwenye hatima. Nikupa mfano, nikwambia nimekutana na dada mmoja anatamani kujiua. Shetani amemletea kitu kinaitwa hati ya mashtaka. Anatamani kujiua kwa sababu ameshatoa mimba zaidi ya 5. Bwana asifiwe. Ameshatoa mimba zaidi ya 5. Na hapo alipo hajapata mtoto. Anatamani kujiua. Nakwambia hivi, Mungu akishamsamehe mtu anamtenga mbali na makosa, kama vile mashariki na magharibi vilivyo mbali. Kabla Mungu hajakusamehe, nataka uanze wewe ujisamehe, alafu Mungu akuja kusamehe. Nikwambia kuna mtu mwingine nimekutana naye amewahi kufanya mapenzi ya jinsia moja. Anasema ajui namna gani, lakini akafanya mapenzi ya jinsia moja. Sasa ataki ile kitu, anasema akikaa anasikia muda wote anaambiwa moyoni, wewe umeshafanya hiki, wewe umeshafanya hiki, wewe umeshafanya hiki. Sasa anataka apande kwenye gorofa ajirushe, ajiue. Ameshafanya testi za kujiua zaidi ya mara 3. Siku moja nikutana naye akaniambia, mimi unavyoniona hapa naenda kujiua. Nakwambia kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Na naomba hii siri, hata kama popote nitakapokuwa nikifa, usiwaambie kwa nini nimejiua. Nikamwambia, kwa nini nataka kujiua? Nikamwambia, mimi nimefanya mapenzi ya jinsia moja na mwanaume mwingine. Nikamwambia, wewe ndio ulikuwa unajifanya kama mwanaume au ulikuwa unajifanya kama mwanamke? Mimi ndio nilikuwa najifanya kama mwanaume. Kwa hiyo sina amani wala sina furaha ya maisha, ninaenda kujiua. Nikamwambia, nisikilize nikwambie, damu ya Yesu ilipodondoka msalabani ilisafisha dhambi ya ulimwengu mzima. Unaamini kama Mungu anaweza kusamehe? Akasema, ninaamini Mungu anaweza kusamehe. Piga magoti nikuongoze sala ya toba. Akapiga magoti nikamwongoza sala ya toba. Nikamwambia hivi, amua kufuta hiyo kumbukumbu kwa sababu itakukwamisha kwenye mengi. Wakati naye alikuwa ni mwanafunzi anasoma kidato cha 6. Bwana saidie sana. Alikimbia shule kwa sababu hiyo. Moyo wake hauna amani. Kila anapotembea anasikia sauti inamwambia, ulichokifanya. Akitembea anasikia sauti inamwambia ulichokifanya. Hayo sauti inamwambia ulichokifanya. Anatamani ajue. Tana mwanafunzi mwingine naye aliwahi kufanya matendo mabaya. Alikuwa shoga. Aliwahi kufanya huo ushoga akiwa mdogo, darasa la 4 na darasa la 6. Wanawake, anataka muombe watoto wenu kwa jina la Yesu. Mwalinde na giza, wadushi tena ametengeneza vitu vibaya duniani. Akiwa standard 4, standard 6, anaenda kucheza kwenye majaruba. Shetani akamfuata huko na watoto wenzake. Anasema wako wanafanya mambo mabaya. Bwana asifiwe. Akafikia hatua akachanganyikiwa, akawa kama mweu. Wakati nakutana naye alikuwa amekuwa kama mweu. Nikisema mweu na maanisha mweu. Nikutana naye Dar es Salaam. Nikamwambia, toka Dar es Salaam uje Mwanza, ufanyiwe maombi na deliverance na counseling. Bwana asifiwe. Wakati naambia toka Dar es Salaam aje Mwanza, wakati wote uko kwenye kanisa la Majamvi. Usiwe kujidharau wewe. Mungu lieneni mkubwa.
Haleluya. Akatoka Dar es Salaam, akatoka kapanda basi. Nikaenda kumpokea usiku, nakumbuka ilikuwa saa 6, alikuwa amekuja na Kisesa. Nikaenda kumpokea usiku saa 6 Kisesa na basi. Kama mweu ametiwa. Amekimbia masomo. Ameacha wazazi. Anatembea barabarani kama kichaa, anaongea peke yake. Nasema akiwa anatembea, anakuwa anasikia wanaume wanamuingilia. Majini. Akiwa anatembea anaona matiti yanaota kifuani. Majini, shetani anatesa watu. Ni mwanaume ukimuona amekamilika na misuli. Anasema akiwa anatembea anaona vidole vimevalishwa pete. Kwa hiyo ukitana naye barabarani anaongea peke yake. Uelewi anaongea ni. Akiwa anajiona pete zimevalishwa kwenye vidole. Amevaa cheni za kike. Amevaa high heels. Anaanza kukataa. Nafanya hivi, anasema nikiwa nakanyaga naona kama nimevalishwa viatu vya mchuchumio. Nakanyaga hivi ili nisivivae vile viatu. Shetani amemtesa, majini yamemkamata, yanamfanya kuwa shoga. Ili usalama wake lazima awe shoga ndio awe na usalama. Mwambia kaa chini, Yesu akuponya. Yesu akamfungua, akamuondolea mapepo na majini. Alikuwa amekimbia masomo, akaenda akarudia masomo. Sasa hivi anasoma mechanical engineering NIT. Yuko mwaka wa 3. Bwana usaidie sana. Amen. Mwanangu, usikubali dhambi za zamani zikuvute kurudi chini. Usikubali uovu wa zamani ukuvute kurudi chini. Yeye amekusamea, amefuta makosa. Hata kama ulifanya nini, amekusamea, amefuta makosa yote. Anavyosamea Mungu si kama wanadamu anavyosamea. Akimsamea mtu anamtenga mbali kama vile mashariki na magharibi vilivyo mbali. Lingine narozuia watu kufika kwenye hatima ni uovu. Wameokoka lakini wanafanya dhambi za mrudio. Wanarudia ile dhambi, anatubu anairudia tena. Anatubu anairudia tena. Anatubu anairudia tena. Nilikwambia amua kuishi maisha matakatifu, kwa sababu dhambi mshahara wake ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti ukiikaribisha kwenye familia inakuja kweli. Ukikaribisha dhambi unaleta mauti kwenye biashara. Kazi haziendi. Na duniani hapa niliwaambia siku moja. Zamani ndio walikuwa wanatoa makafara ya damu, lakini kafara linalotolewa sasa hivi ni kafara la zinaa. Uzinzi ni sadaka kwenye ulimwengu wa giza sasa hivi. Kafara ya zinaa ni sadaka kwenye ulimwengu wa giza sasa hivi. Shetani anatumia zinaa kama sadaka na makafara. Ndio maana popote pale unapokuwa ukiangalia sehemu yote ile, unaona watu wanapromoti uzinzi, wanapromoti ushoga, wanapromoti zinaa, wanapromoti ndoa za jinsia moja, wanapromoti uzinzi. Kwa kuliko ukiangalia muziki wanapromoti uzinzi, ukiangalia movie wanapromoti uzinzi, ukiangalia movie za Wafilipino wanapromoti na ushoga mule, ukiangalia muziki ya secular music, muziki ya dunia, unakuta mwanaume amevaa kama mwanamke, amesoka nywele kama mwanamke, hereni kama za kike, cheni kama za kike, lipstick ameweka kama ya kike, wanapromoti ushoga. Bwana asifiwe. Hiyo ndio sadaka ambayo ipo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapozini popote pale, wakati wote unapofanya zina, ujue kabisa unadili na maisha yako kuleta uwaji. Unapofanya dhambi yoyote, uongo, usengenyaji, dhambi yoyote, ufitinishaji, dhambi yoyote, kuharibu ndoa za wengine, dhambi yoyote, kutunga maneno, unatunga ili unalitengeneza kitu, unakitunga, unakipa kichwa, unakiwekea miguu, unakiwekea mikono, unakiwekea na wasimamizi, unakiwekea na wanasheria. Bwana Yesu sana. Ujue kabisa unadili na maisha yako, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele. Bwana Yesu sana. Amen. Baada hiyo injili kuipokea, najua watu walioko hapa, hatuwezi kuwa tunahubiriana dhambi masaa yote. Tumesamehewa kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Bwana asifiwe. Mwanangu ubarikiwe. Lazaro alikuwa maskini, alienda mbinguni, na Abraham alikuwa tajiri, akaenda mbinguni. Wakakutana mbinguni, Lazaro akakosa kiti cha kukaa, akakaa kwenye kifua cha Abraham. Mwanangu ubarikiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubarikiwe. Haleluya, haleluya. Naamini kuna kitu ambacho Mungu amekusemesha. Ningeweza kuendelea, lakini Roho Mtakatifu ananiambia nimalize. Yes, natakiwa nimalize kweli, muda mwingi. Ningeweza kuendelea, lakini Roho Mungu ananiambia nimalize.
Na ninaamini kuna kitu ambacho Mungu amezungumza na wewe. Kuna kitu ambacho Mungu amezungumza na wewe. Kuna kitu ambacho Mungu amekusemesha. Safari ya wokovu inataka umoja, safari ya familia, maisha, ndoa, chochote kile kinataka umoja. Kanisa linataka umoja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wakati mzuri tunakwenda kwenye matoleo. Na najua nilishawahi kukufundisha nikakwambia tunapotoa hatutoi kuisaidia madhabahu, lakini tunatafuta madhabahu itusaidie sisi. Yesu tusaidie sana. Hatutoi kuisaidia madhabahu, lakini tunatamani madhabahu itusaidie sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayetusikiliza kwa njia ya redio popote pale ulipo, huu ni wakati ambao tunampa Mungu sadaka zetu. Unaweza kushiriki nasi na ukamtolea Mungu. Namba za kumtolea Mungu, namba ya Vodacom ni 0764 72 0764 20 72. Namba ya Airtel ni 06 99 66 88 15. Namba ya Airtel 06 99 88 15. 06 99 66 88 15. Unaweza kumpa Mungu sadaka yako. Abraham alimjaribu Bwana kwa kutoa. Gideoni akamtolea Mungu. Kila siku namwambia usihesabu sadaka kama mchango. Sadaka ni kuunganishwa kwa madhabahu ya Mungu na watu. Yesu anaunganisha na madhabahu yake kwa sadaka. Watu wanaunganishwa na madhabahu ya Mungu kwa sadaka. Gideoni akamtolea Mungu akakumbukwa. Kwa nini watu natoa baada ya neno la Mungu? Nataka nikuone sensitivity ya matoleo. Yesu atakujibu, atakutendea. Itume hiyo sadaka, iambie unataka ifanye nini. Wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe.